Tupo tayari kukusanya habari, kuchambua habari na kuzifikisha katika viwango thabiti. Huu ni Ulimwengu wa Maudhui na Ibrahim Hussein. Wow! Mwandishi wa kitabu hiki, Mwalimu Musa Mpende maarufu Chinduli, ni miongoni mwa watunzi wanaochipukia wa kazi bunilizi za Kiswahili. Ana shahada ya awali ya ualimu kutoka Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro. Aidha, aliwahi kuwa mhariri msaidizi wa Chama cha Wanafunzi na Wahitimu wa Kiswahili Vyuo Vikuu na vya Kati Tanzania. Ana tajriba pana katika sanaa ya utunzi, hususan katika nathari na ushairi. Baadhi ya hadithi zake zimechapwa katika mkusanyo mwingine wa hadithi fupi ujulikanao kwa jina la Uhuru wa Shetani na hadithi nyingine. Pia ameshiriki katika diwani ya pamoja na washairi wengine itwayo Safari ya Umalenga, Ng'ombe wa Masikini na hadithi nyingine. Ni mkusanyo mpevu wa hadithi fupi ambazo zinasadifu hali halisi ya maisha tunayoishi. Mkusanyo huu una hadithi za kusisimua zilizosheheni maudhui mapana na hai katika jamii zetu. Hadithi hizi ni kioo halisi cha kututazamisha jamii na kutufanya tutafakari zaidi kuhusiana na masuala mbalimbali yanayotuzunguka. Aidha, mtunzi amekimudu vyema kipengele cha fani katika kuyawasilisha maudhui yake. Kwa yakini, Mwalimu Musa Mpende ametoa mchango mkubwa na bora kwenye utanzo huu muhimu wa hadithi fupi. Hapana shaka kuwa kila atakayebahatika kukisoma kitabu hiki atavuna elimu iliyomo pamoja na kuburudika. Karibu tusome na kusikiliza. Andiko hili limewekwa sauti nami Ibrahim Hussein, ninayepatikana kupitia simu nambari 0629181056. Karibu ili tuweze kusikiliza kwa pamoja, na nikunasihi tu usisahau kubonyeza kitufe kilichoandikwa neno subscribe na kulike hiki ambacho unakisikiliza muda huu. Sehemu ya kwanza tuliishia pale ambapo Masumbuko amezungwa na watu mbalimbali wakihitaji mawasiliano yake. Miongoni mwa watu hao alikuwa ni msichana mrembo chuoni hapo. Naye alizungumza na Masumbuko na kuhitaji apate mlo wa jioni akiwa pamoja na Masumbuko. Nini kilichofuata? Msichana yule alitabasamu na kudhihirisha hitaji lake. Kwa hakika ni kweli kuwa barua ya moyoni husomwa na paji la uso. Masumbuko hakuwa na chaguo, kwani kila mwanaume chuoni pale alililia nafasi ya kutoka na mwanamke yule mwenye asili ya Kingazija, alichanganya na Somalia, ingawa amekulia Arusha. Umbo lake lilitosha kumfanya yeyote aliyemtazama aache alichokuwa nakifanya na kutia umakini kwake. Macho yake makubwa kidogo yaliyojipanga vizuri na nyusi za wastani ziliongezea uzuri. Mashimo yaliyofanywa kwenye mashavu yake pale alipotabasamu yaliongeza hamu ya kumtazama zaidi. Pua yake ndefu ilimfanya awe kama Malkia Sheba. Ibtisam alikuwa mrembo haswa. Hakuna shida, take this. Masumbuko hakutaka kupoteza nafasi ile. Alifanya hima kumpa karatasi ndogo iliyo na maelezo ya wapi wakutane na mawasiliano yake. Ni wazi kuwa
upele limempata mkunaji. Saa 1:30 jioni anaonekana Masumbuko katika hoteli ile ambayo aliahidiana na Ibtisam wakutane. Moyoni alikuwa na hamu na mshawasha, lakini hofu haikumwacha. Alihofu kwamba iweje mja mchochote kama yeye aweze kukutana na mrembo ambaye aliwindwa kila siku na wenye navyo, walimu kwa wanafunzi. Pia alijiuliza atamwambia jambo gani lenye maana. Alihisi kuwa hana jipya la kuzungumza na mrembo yule, lakini alijipa imani kuwa ikiwa chemchem ilichomoza jangwani, basi hata yeye leo hii ni bahati yake. Hivyo hapaswi kuwaza nini cha kusema kutokana na ukweli kwamba Ibtisam ndiye aliyeomba makutano hayo. Sorry kwa kuchelewa dia. Ilipita miaka na mikaka, Masumbuko hakupatapo kuambiwa neno dia ambalo leo amelisikia kutoka kwa mrembo Ibtisam. Kwa Masumbuko hii ilikuwa ni bahati kubwa sana, hivyo hakutaka kuipoteza. Usijali, sina muda mrefu tangu nifike hapa, Masumbuko alijibu kwa kujibalaguza. Muda huu aliwaza umuhimu wa nafasi hii kwake. Mhudumu alifika na kuchukua oda, kisha baada ya dakika kadhaa meza ilichafuka nyama choma, chipsi kuku, mishkaki, mvinyo mkali na chachando. Kwa Masumbuko ilikuwa ni kama sherehe kwake, kwani hakuwahi kula mlo kama huo maisha yake yote. Kubwa zaidi, hakuwahi kunywa kinywaji chochote kikali zaidi ya maji. Hivyo leo ilikuwa ngoma kaipata kenge, mamba mtajuta. Cheers! Ibtisam alinyanyua glasi ya mvinyo na kuigongesha kwa ile glasi ya Masumbuko na kuanza kuigida. Mzoea vya kunyonga vya kuchinja haviwezi. Masumbuko hakuweza kuhimili. Mara baada ya kunywa glasi 5 za mvinyo, alijikuta kiropoka hili na lile, mara mshike hapa na pale Ibtisamu ambaye licha ya kuwa bado kulewa, lakini aliona fahari leo kukaa na mwanafunzi bora. Hatimaye mambo yakabadilika, ikawa papasha ni kupapasha. Busu hapa ni busu pale, safari moja huzua nyingine. Hatimaye wakajikuta kitandani wasijua wamefikaje. Miale ya jua la asubuhi ndiyo iliyomwamsha Masumbuko. Naam, ilikuwa saa 1 sasa. Jua limeshapanda. Haikuwa kawaida yake kuchelewa kuamka kiasi kile, labda kutokana na ulevi wa jana na dozi aliyopewa na Ibtisam ndio vilimfanya achelewe kiasi kile. Alipapasa kitandani, lakini Ibtisam hakuwepo. Alipotupa macho mlango wa bafuni, alimuona Ibtisam akiwa katika uzuri wake wa asili, amejifunga taulo juu ya maziwa na kichwani. Masumbuko alijibalaguza na kumsalimia. Za asubuhi mrembo. Ibtisam alimwangalia na kutabasamu, kitendo ambacho kilimaliza kabisa Masumbuko. Ni dhahiri shahiri kuwa ngoma akaikamata kenge na mamba mtajuta. Chizi kapewa rongo. Ni nini hasa kitakachofuata baada ya Masumbuko kutopea penzini mwa Ibtisam? Ibtisam anaonekana si mwanamke mwema kwa vitendo mbalimbali ambavyo ameanza kuvidhihirisha. Masumbuko, kijana aliyelelewa katika maadili,
kijana ambaye hivi sasa ana mzazi mmoja tu ambaye ni baba yake, Mzee Kiokote. Kijana ambaye ndiye tumaini la baba yake. Mbona ameanza kukengeuka mapema? Ama huu ni mwanzo tu na kutenda kosa si kosa kama wasemavyo Waswahili? Nini hasa mwelekeo ama dira ya Masumbuko? Hayo na mengine mengi ambayo unajiuliza utapata kuyafahamu katika sehemu ya 3 ya mkasa huu wa Ng'ombe wa Masikini. Kitabu kamili kipo na kinapatikana kwa mtunzi Mwalimu Musa Mpende, anayepatikana kupitia simu nambari 0744842207. Lakini pia ni kutoe wasiwasi kwa wewe mpenzi wa simulizi kwa njia ya sauti. Utapata kuisikia simulizi hii kupitia YouTube channel ya Malenga Wetu hapa. Usisahau tu kubonyeza kitufe kilichoandikwa neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele kwa ajili ya kupata taarifa ukiwa awali kabisa pindi mwendelezo wa simulizi hii utakapoachiliwa. Asante, hadi panapo majaliwa. Tupo tayari kukusanya habari, kuchambua habari na kuzifikisha katika viwango thabiti. Huu ni Ulimwengu wa Maudhui na Ibrahim Hussein.